tupigane dhuluma katika hii dunia. Dhuluma, Tupigane dhuluma katika hii dunia. dhuluma, nchi zote duniani Vikosi wameeneza kufanya purukushani kadiri wanavyoweza katika Palestina. pembe wamezichomoza. Tupigane dhuluma katika hii dunia. Dhuluma, Tupigane dhuluma katika hii dunia. dhuluma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Aya ambayo nimeisoma ndani ya Qur'ani tukufu inazungumzia jambo la qibla cha kwanza cha Waislamu, inazungumzia jambo la msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa ulioko katika mji wa Jerusalem ulioko katika nchi ya Palestina. Siku hii ya leo ambayo ni Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kiongozi wa kiroho, kiongozi wa Waislamu hususan wafuasi wa Ahlul Bait Mashia duniani, Al-Imamu Al-Khomeini Al-Azim alitangaza rasmi Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Waislamu wote, wapenda amani wote, wapenda uhuru wote duniani watoke, wasimame, wapaze sauti zao kwa ajili ya mambo muhimu yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuwakumbusha Waislamu, ni kuwakumbusha waumini kwamba kibla chao cha kwanza ni Masjidul Aqsa. Msikiti wao wa kwanza kabla ya kuelekea Masjidul Haram ilikuwa ni Masjidul Aqsa iliyoko Palestina, na hali ya msikiti huu kila siku inazidi kuwa ngumu, inazidi kuwa hatarini, inazidi kuwa ya kutisha. Kwa hivyo muonekano huu na kutoka alikoelekeza kiongozi wa kiroho Al-Imamu Al-Khomeini, lengo la kwanza ni kuwakumbusha Waislamu wasije wakausahau msikiti wao, wasije wakakisahau kibla chao. Lakini jambo la pili ni kukumbusha kadhia ya wanaodhulumiwa duniani. Leo hii yanayojiri katika nchi nyingi duniani ni dhulma ya waziwazi, ni ukandamizaji wa waziwazi yanayojiri katika ardhi ya Palestina, yanayojiri Gaza, yanayojiri Lebanon, yanayojiri Iraki, yanayojiri sehemu nyingi duniani. Yote ni mambo ambayo dhulma imetawala, kumwagwa damu ndiko kuliko tawala. Siku hii ya leo, siku ya Quds ya dunia, jambo la pili ni kuwakumbusha walimwengu dhulma ni kitu cha kukiondoa, dhulma ni kitu hakiruhusiwi. Lakini jambo la tatu, Al-Imamu Al-Khomeini, moja ya sababu zake za kuitangaza siku hii ya Quds ya mwisho ni kung'ang'ania na kuhimiza mshikamano na umoja kati ya Waislamu wote duniani, na alikuwa akikokoteza kwamba sisi wote ni watu wa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Kwa hivyo moja katika malengo yake ilikuwa ni kuhakikisha Waislamu wote wanakuwa kitu kimoja, Waislamu wote wanasimama mahala pamoja katika kuisimamia haki ya wanaodhulumiwa duniani wote, ikiwemo na haki ya Wafalestini. Lakini jambo la nne ni kuikumbusha dunia na kuwakumbusha walimwengu kwamba amani, utulivu na mshikamano ndiyo kitu muhimu kinachotakiwa kuwa nacho hapa duniani. Kwa hivyo siku ya Quds,
Siku ya Qudsi, siku ya mwisho ya Ijumaa, moja ya falsafa yake ni kutangaza amani ya dunia, ni kutangaza dunia iwe ni mahala panakalika, na sisi sote tumeona na tunaendelea kuona kwamba dunia imekuwa ni mahala hatari, hapakaliki, hali ya maisha inabadilika siku hadi siku. Kwa hivyo kuonekana kwetu huku ni kutaka amani ya dunia, utulivu wa dunia, yale yote yanayoendelea duniani haraka yasimame, kila mtu apate haki yake, kwa sababu sote tuna haki ya kuishi. Lakini jambo la mwisho ni kukumbusha utu na wanadamu. Yanayofanyika leo duniani, utu umesambaratika, wanadamu umesambaratika. Unaoitwa kwamba mwanadamu awe na sifa zile nzuri, zote zimesambaratika. Siku ya Quds, Ijumaa ya mwisho duniani, Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, moja ya malengo yake makubwa ni kuhakikisha utu wanadamu unarudi, na ni jambo linalochungwa na kufuatiliwa. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ijumaa hii ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na siku hii ya Qudsi aliyoitangaza bwana mkubwa al-Imamul Khomeini, na damu iliyomwagika ya msaidizi wake na naibu wake al-Imamul Khamenei, iwe ni sababu ya umoja wa Waislamu, iwe ni sababu ya umoja wetu wa kitaifa hapa Tanzania, lakini na mshikamano wa dunia yote. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe baraka katika nchi yetu, atupe utulivu katika nchi yetu, atupe taufiki katika nchi yetu. Nchi yetu aifanye ni nchi ya amani na utulivu na mshikamano, aiondolee nchi yetu aina zote za hasadi, mabalaa na matatizo. Lakini aliyekamata bendera yetu ya mshikamano na umoja wetu na amani yetu katika nchi hii, Mama Samia Suluhu Hassan Daktari, Mungu ampe nguvu katika nguvu zake, amlinde kwa macho yake mawili ambayo hayalali, yeye na wale wote wanaomsaidia, na kila anayemkusudia yeye na shari na taifa hili asambaratike wala asisimame. Qudsi iliyobarikiwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.